Wapendwa watazamaji wa Sibuka TV na wasikilizaji wa Lindi FM, na wasalimu katika jina la Yesu. Kwa majina yangu naitwa mchungaji Erika Andulile Mbwile, ni mchungaji wa kanisa la EAGT Makimbilio, Dar es Salaam. Na mshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo ambapo tunakwenda kushirikiana katika kipindi chetu kizuri cha wanawake. Basi tuombe. Baba, katika jina la Yesu, na kushukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo ambao umetupa neema hata tuwepo mbele zako, na sasa Mungu tunakwenda kujifunza maneno yako. Asante Mungu kwa ajili ya watazamaji wanaonitazama. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu naamini utakwenda kutuhudumia kwa utukufu wako. Katika jina lako Yesu naomba na kushukuru. Amen. Kipindi chetu siku ya leo, somo letu linasema mwanamke na nguvu ya ushawishi mwema. Mwanamke na nguvu ya ushawishi mwema. Ndani ya mwanamke iko nguvu ya ushawishi ambayo mwanamke akiitumia vyema inaweza kuleta matokeo mazuri katika maeneo mbalimbali. Ndani ya mwanamke iko nguvu ya ushawishi ambayo akiitumia vizuri inaweza ikaleta matokeo mazuri. Lakini pia hiyo nguvu kama akitumia vibaya inaweza ikaleta matokeo mabaya. Lakini tuko hapa ili tuweze kujifunza jinsi ya kuitumia nguvu ya ushawishi mwema ambayo iko ndani yetu. Na kupitia hiyo nguvu ya ushawishi mwema tuweze kupata matokeo mazuri. Wako wanawake wengi wa Biblia waliotumia vizuri nguvu ya ushawishi mwema na wakapata matokeo mazuri. Lakini pia wapo walioitumia hiyo nguvu ya ushawishi vibaya ikaleta matokeo mabaya. Kwa kuwa sisi tunataka kujifunza matokeo mazuri, tunakwenda kusoma neno la Mungu katika waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 11. Biblia inasema, mpenzi, usiuige ubaya bali uige wema. Yeye atendaye mema ni wa Mungu, bali yeye atendaye mabaya hakumuona Mungu. Mpenzi, usiuige ubaya. Sisi hatuigi ubaya, tunajifunza kuiga uzuri. Tunajifunza kwa wanawake ambao waliutumia ushawishi vizuri na ukaleta matokeo mazuri. Kwa wale ambao walitumia vibaya, tunajifunza ili tusije tukafanya kama wao na hatimaye tukapata matokeo mabaya. Kwa hiyo tunauiga wema. Biblia inasema, mpenzi, usiuige ubaya, uige wema. Ule wema utaweza kukusaidia kuweza kukupeleka kwenye matokeo mazuri. Hivyo nguvu ya ushawishi ukiitumia vibaya italeta matokeo mabaya. Katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3 mstari wa 6. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 6. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 6, Biblia inasema, mwanamke alipoona ya kuwa mwanamke alipoona ya kuwa mti wafaa kwa chakula, wapendeza kwa macho, nao ni mtu wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua ya kuwa wauchi, wakashona majani ya mti wakajifanyia nguo. Tunaona jinsi ambavyo huyu mwanamke aliweza kushawishiwa. Akalipo utazama ule mti, anasema akaona unafaa na akauchukua. Na alipoutumia ile nguvu ya ushawishi haikuishia kwake. Baada ya kushawishiwa akachukua ile nguvu na akaenda Biblia sasa akampa na mumewe, naye akala. Hapo tunajifunza huo haukuwa ushawishi, hakutumia vizuri ule ushawishi. Aliutumia ushawishi ule vibaya ili waweze kufanya kitu ambacho Mungu alikuwa ameshawakataza. Lakini angeweza kutumia vyema kwa kuzingatia kwamba hata kama nyoka alikuwa amemdanganya, amemletea ushawishi wa kufanya kitu kilicho kinyume, angeweza kusimama kwamba hapana, hiki kitu Mungu alikuwa ametukataza. Kwa hiyo alitumia ushawishi mbaya. Mwanamke alishawishiwa na shetani, kisha akamshawishi na mumewe.
ale tunda, jambo ambalo lilikuwa kinyume na mapenzi ya Mungu. Hilo jambo lilikuwa kinyume na mapenzi ya Mungu. Ndio maana tunataka kujifunza hili somo kwamba nguvu ya ushawishi mwema na jinsi ya kuitumia nguvu ya ushawishi mwema katika maisha ya mwanamke. Hivyo mwanamke lazima uweze kutambua kwamba ndani yako iko nguvu ya ushawishi. Na ni vizuri kuweza kusimama na kutambua, kujua kwamba nguvu iliyomo ndani yangu ya ushawishi niitumie vizuri kwa ajili ya kuleta matokeo yaliyo bora, matokeo yenye ufanisi, matokeo yenye kumpendeza Mungu. Sivyo ambavyo ilikuwa kwa mama yetu Eva, jinsi ambavyo alitumia ile nguvu akaipeleka kwa mumewe. Tunaona hata mume wake alipokuwa anaambiwa akawa amesahau kabisa kwamba haya mambo Mungu alitukataza. Mungu alikataza tusile ili tunda. Na kwa sababu mwanamke amepeleka ule ushawishi, Adamu akajikuta amefanya kitu ambacho ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo sisi wanawake lazima tuweze kujua kwamba tutakapokuwa tumefanya kutumia ushawishi vibaya, tunaweza tukapotosha jamii, tukapotosha hata waume zetu au watoto wetu kwa sababu ya kutotumia vyema ushawishi ndani yetu. Mungu aweze kutusaidia tuweze kutumia vizuri ule ushawishi ambao uko ndani yetu. Tunaendelea katika somo letu tukisoma maandiko katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya kwanza. Katika Samueli wa kwanza sura ya kwanza tunakuta maandiko ya Biblia katika Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 14. Tunamwona mwanamke Hana alikuwa na jambo moyoni mwake. Mwanamke Hana alikuwa na jambo moyoni mwake ambalo liliweza kuutesa moyo wake kwa muda mrefu. Lakini tunaona anaenda mbele za Mungu. Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 10, Biblia inasema, na huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamuomba Bwana, akalia sana. Akaweka nadhiri akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha, wala wembe hautamfikiria kichwani mwake. Tunamwona mwanamke mwenzetu ambaye anaitwa Hana alikuwa na jambo moyoni mwake, na Biblia inasema alikuwa na uchungu moyoni mwake, na lile jambo liliweza kutesa moyo wake kwa muda mrefu, hata pale ambapo mume wake alikuwa anajaribu kumtia moyo na kumfariji, lakini yeye alikuwa anahitaji ufumbuzi kwa lile jambo. Tunaona hapa alikuwa ameenda mbele za Bwana ili aweze kumwomba Mungu kwa ajili ya hitaji la moyo wake, na alipokuwa ameenda mbele za Bwana akamweleza Bwana kwa habari ya yeye kutaka kupata mtoto. Biblia inasema akamwomba Bwana akasema, utakaponipa mimi huyo mtoto nitamtoa sadaka mbele zako. Huyo mtoto atakuwa mtumishi wako, lakini kikubwa tu mimi niweze kuzaa mtoto. Na tunaona Mungu aliweza kumjibu yale maombi upesi, kwa sababu Hana alitumia nguvu ya ushawishi kwa Mungu kwamba Mungu ampe mtoto, na huyo mtoto hatakuwa kwa faida yake. Huyo mtoto atakuwa kwa faida ya Mungu mwenyewe, na amesema atamtoa sadaka, wembe hautapita kichwani pake. Kwa hiyo Mungu tunaona Hana alipotoka pale alipata majibu ya maswali yake, kwa sababu alimweleza Mungu kwamba lile hitaji lake halitakuwa kwa faida yake, litakuwa kwa faida ya Mungu, kwa sababu yule mtoto hatakaa naye. Na tunamwona Hana kweli akawa mwaminifu. Hata Mungu alipomsaidia akapata yule mtoto, baada ya kumaliza kumnyonyesha, akaenda akatimiza nadhiri yake, akampeleka yule mtoto kwa Bwana. Kwa hiyo tunaona maombi yake yaliweza kuvuta moyo wa Mungu na kujibu. Wakati mwingine tunaomba mambo yote ni kama kwa faida yetu, lakini Mungu anaangalia katika hayo ambayo unamwomba Mungu.
yeye mwenyewe atapata faida gani? Wakati mwingine anaona faida yote ni kwa ajili yako, lakini Hana akasema hapana, mimi tu cha msingi jamii inayonizunguka ijue kwamba nimezaa mtoto. Hata huyu Penina ambaye ananiziaki ajue na mimi ni mwanamke nimezaa mtoto, lakini huyu mtoto nitamtoa sadaka. Tunaona ile nguvu ambayo Hana aliitumia iliweza kuleta majibu ya maswali yake upesi mbele za Mungu. Ndani ya mwanamke kuna vitu vinavyochangia nguvu ya ushawishi. Viko vitu mbalimbali ndani ya mwanamke ambayo Mungu ameviweka ambavyo vinachangia ushawishi. Hata ushawishi mbaya wakati mwingine unachangia na vitu mbalimbali ambavyo viko ndani ya mwanamke au katika mwili wake, vimewekwa vitu vya ushawishi ambavyo wakati mwingine vinawavuta watu hata kufika mahali pa kuanza kumkosea Mungu. Hebu tuone katika kitabu hiki cha Wafalme wa pili sura ya 4. Kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 4. Wafalme wa pili sura ya 4 kuanzia mstari wa kwanza, Biblia inasema, basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake wa wana wa manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Mungu na aliyemuoa ili ajitwalie wana wangu wawili, na aliyemuoa amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa majirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache. Kisha uingie ndani ujifungie mlango, wewe na wanao, ukavimimine mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa uvitenge. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona katika vitu ambavyo Mungu ameviweka ndani ya mwanamke ambavyo vinaweza kusababisha nguvu ya ushawishi. Tunaona huyu mwenzetu anasema, basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za manabii alimlilia Elisha. Alipokuwa na hitaji lake na jambo lake, akamwona mtumishi wa Mungu na akajua kabisa kupitia mtumishi wa Mungu nitapata ili hitaji la moyo wangu. Lakini tunaona jinsi alivyoenda, hakuenda kikavu. Biblia inasema alimlilia Elisha. Kwa yale machozi yake yalisababisha hata Elisha, hata kama alikuwa na mambo mengi, labda alikuwa na watu wengi wako wasikiliza, lakini kwa sababu huyu mwanamke amepeleka machozi, amemlilia, amelia kwa ajili ya hitaji lake, yale machozi yalivyokuwa yanadondoka yakasababisha Elisha aweze kumsikiliza, asikilize huyu mwanamke ana jambo gani, kwa nini haya machozi, kwa nini hiki kilio. Kikamvuta Elisha asikilize, na alipomsikiliza kupitia yale machozi yake akaleta ufumbuzi kwa hitaji ambalo alikuwa anakabiliana nao. Kwa hiyo ndani ya mwanamke yamewekwa machozi, na hayo machozi wakati mwingine yamekuwa sababisho la kuleta ushawishi hata wa kusikilizwa. Tunaona katika kitabu cha Yeremia sura ya 9, Biblia inasema waito wanawake wenye ujuzi wa kuomboleza. Ule ujuzi wa kuomboleza, ujuzi wa machozi ya karibu, machozi ambayo yanaleta mvuto wa kusikilizwa, yamewekwa ndani ya mwanamke. Tunaona anasema ili tutakapowaona wanawake wanalia, wanawake wanaomboleza, na sisi macho yetu yachuruzike machozi. Kumbe wakati mwingine ili machozi ya wanaume yatoke ni kupitia ushawishi wa machozi ya mwanamke. Kupitia ushawishi wa machozi ya mwanamke mpaka mwanaume na yeye anashawishiwa kutoa machozi, kwa sababu ndani mwa maombi ya machozi kuna majibu. Tunaona jinsi ambavyo huyu alimlilia mtumishi wa Mungu. Hakuenda kikavukavu, kuonyesha msisitizo wa hitaji la moyo wake, kuonyesha jinsi ambavyo anahitaji kujibiwa, anahitaji kusikilizwa. Akapeleka machozi, akalia machozi, akahuzunika, akaomba, akamwambia mtumishi wako, na jinsi alivyokuwa anaongea kwa unyenyekevu mbele za Elisha kwamba mtumishi wako, mume wangu amekufa, na wakati mume wangu amekufa alikuwa ameacha madeni.
Sio kwamba ninalalamika kwa ajili ya madeni aliyoacha mume wangu, lakini wale waliomuia, waliokuwa wanamdai wamekuja na wanataka kuchukua watoto wangu, na mimi mtumishi wako sina kitu. Tunaona Elisha kupitia ule ushawishi wa mwanamke, jinsi alivyokuwa anaongea na jinsi anavyolia, Elisha akaona hapana, ni lazima huyu mwanamke apatiwe ufumbuzi, na ufumbuzi ukapatikana. Na mwanamke alipoelezwa yale maelezo na mtumishi wa Mungu, Elisha akafuata kama alivyoelezwa, na tunaona majibu yakapatikana. Akaenda akatafuta vyombo, akavikusanya, akavileta, alafu akachukua ile chupa moja ya mafuta aliyokuwa nayo. Sio kwamba alikuwa hana kitu kabisa, angalau alikuwa hata na chupa hiyo moja, lakini kupitia ile chupa yake moja ikaleta majibu. Kwa hiyo tunaona Mungu ameweka ndani ya moyo wa mwanamke machozi ya karibu. Anapoona hitaji au tatizo, anasikia machozi. Yale machozi ni nguvu ya ushawishi ambayo ilipelekea hata Elisha msikilize na akapata majibu ya maswali yake. Iko nguvu ya ushawishi katika uumbaji wa Mungu. Ndani ya mwanamke kuna vitu ambavyo ni ushawishi, lakini viko vitu vyenye ushawishi mbaya, lakini haya machozi kwake yule mwanamke yakawa ni ushawishi mzuri na ulioleta matokeo mazuri. Akapata matokeo, akapata yale mafuta, akauza, akalipa madeni, na alipomaliza kulipa madeni yaliyobaki, hela iliyobaki akaanza kutumia yeye na watoto wake, akawa amepata majibu. Lakini tunamwona mwanamke mwingine ambaye aliweza kutumia nguvu ya ushawishi ili iweze kuleta matokeo mazuri. Katika kitabu hicho cha Wafalme wa Pili sura hiyo ya 4 mstari wa 8, Biblia inasema, hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunemu. Huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo, naye akamshurutisha aje ale chakula. Ikawa kila alipopita njia ile huingia kula chakula. Yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu, na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani, ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa atujapo ataingia humo. Ikawa siku moja akafika huko, akaingia katika chumba kile akalala. Tunaona huyu mwanamke Mshunemu pia alikuwa ni mwanamke mwenye cheo. Alikuwa mwanamke mwenye cheo, lakini pamoja na cheo chake, kile cheo hakikusababisha kwamba aweze kuwa na mamlaka ya kuamrisha vitu pale nyumbani kwa mume wake. Lakini mtumishi wa Mungu alikuwa anapita pale mara kwa mara, anapita pale kwenye ile nyumba mara kwa mara. Yule mwanamke mwenye cheo Mshunemu akamwangalia, akaona kwamba huenda labda walikuwa wanampa chakula anapita, wanampa maji anapita, lakini akaona wanaweza kufanya kitu zaidi ya kile walichokuwa wanamfanyia. Yeye ndio aliona, na kwa sababu mwanamke amepewa macho ya kuona uhitaji uliopo, kwa hiyo akamwangalia, akaona sasa huenda yeye mwenyewe kama yeye kulingana na cheo chake, na kama alikuwa na cheo inawezekana na pesa pia alikuwa nazo, lakini akasema hapana, mimi kama mwanamke lazima niweze kukaa chini ya mume wangu. Biblia inasema akaenda kwa mume wake akamwambia, mimi naona huyu mtu apitaye mahali hapa ni mtu mtakatifu wa Mungu. Huyu mtu sio wa kawaida. Jinsi ninavyomuona na nilivyomhudumia sio wa kawaida. Naona mume wangu, naonaje kama tungemtengenezea chumba, tumwekee na kitanda, tumwekee na meza, tumwekee na kinara cha taa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yule mwanamke aliona uhitaji zaidi ya zile huduma alizofanya, akaona zaidi. Na hata kama alikuwa na uwezo wa kufanya, lakini akaenda kwa mume wake kuomba ridhaa, kuomba ruhusa, kuomba ushauri.
Yaani kana kwamba anaomba ushauri hata kama ana uwezo wa kufanya. Akasema hapana, unaonaje mume wangu tungefanya hiki na hiki? Unaonaje tungemfanyia hiki? Na kwa sababu nia yake ilikuwa nzuri na Mungu alikuwa amemtangulia, na huenda kabla hajaenda kwa mume wake alikuwa ametangulia kumwomba Mungu kwamba Mungu, hili jambo nao lipeleka lipate kibali. Kumbe wakati mwingine kuna mambo ni mazuri tunakuwa nayo, lakini wakati mwingine tumeyapeleka kwa force na hayakupata matokeo mazuri. Lakini tunajifunza kwa huyu mwanamke mwenzetu, kwanza alijivika roho ya unyenyekevu kwamba yeye ni mwanamke, ndio ana cheo, lakini kwa kuwa ni mke na mume ndio kichwa, lazima aweze kutafuta ridhaa katika kila eneo. Tunaona jinsi ambavyo alienda kwa moyo wa unyenyekevu. Sasa mimi naona huyu mtu apitaye hapa baba sio mtu wa kawaida, huyu mtu ni mtakatifu wa Mungu. Unaonaje tumfanyie 1 2 3? Na Mungu wa neema akauangalia moyo wa yule mwanamke na hitaji lake likapata kibali kwa mume wake, na kweli wakafanya vile. Hata heshima ikaja. Huenda angekuwa mwingine angefanya yeye mwenyewe, akasema nimefanya mimi mwenyewe, nimeamua kufanya hivi na hivi, mimi nimeamua kufanya hivi na hivi. Mume wake asingejisikia vizuri kwamba kwa hiyo yeye kwa sababu ana pesa anaamua tu kujichukulia madaraka anavyopenda. Akajinyenyekeza na ikaonekana kwamba hajafanya peke yake, wamefanya wote. Hata yule mtumishi wa Mungu alipokuja pale wanamkabidhi kile chumba, hakuwa anamkabidhi yule mwanamke peke yake, alikuwa yuko na mume wake. Na sasa sisi tumeona mtumishi wa Mungu, unapopita hapa uweze kupumzika, upumzike kwenye chumba, ukae hapa, tumekuwekea na meza, ukitaka kusoma, ukitaka kutafakari, na kinara cha taa kiwepo. Kwa hiyo ikaonekana wamefanya wote. Hiyo ni nguvu ya ushawishi mwema ambayo ilikuwa ndani ya yule mwanamke mwenye cheo. Mwanamke Mshunami aliitumia vizuri na ikaleta matokeo mazuri. Mimi naamini hata kwa mtumishi wa Mungu ilifanyika jambo la faraja sana, akawa anamtukuza Mungu. Huenda ulikuwa uhitaji alikuwa nao, lakini hajapatikana mtu mwenye kuleta ufumbuzi katika lile hitaji. Lakini mwanamke mwenye ushawishi mwema aliyoutumia vizuri ushawishi wake mwema. Kumbe mambo mengine yanakwama ni pale ambapo tunaweza kushindwa kutumia ushawishi mwema vizuri ambao Mungu ameweka ndani yetu, ili uweze kuleta matokeo katika jamii, uweze kuleta matokeo ndani ya kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu ikapata kwenda mbele kwa sababu tu ndani yetu imewekwa nguvu ya ushawishi mwema. Hivyo mwanamke, unaweza kutambua na kuweza kutumia vizuri ushawishi mwema ambao Mungu ameweka ndani yako na ukaleta matokeo. Hata mahali ambapo kuna jambo unaona kabisa labda wanasema hili jambo haliwezekaniki, hili jambo Bwana tuliache, lakini wewe Mungu akakupa macho ukaona kwamba mbona tukifanya 1 2 3 hili jambo linawezekana. Unamwomba Mungu, Mungu anakupa neema, Mungu anakupa kibali, Mungu anakupa usemi, kama vile ambavyo katika kitabu cha Waefeso sura ya 6 mtumishi wa Mungu Paulo anasema, mkaniombee ili nipate usemi, nijue kunena jinsi nipasavyo kunena. Unajua kuna kunena na kunena jinsi ipasavyo kunena. Si kunena kote kunaweza kutoa kibali. Kuna kunena kwingine unaweza kaongea jambo, yani watu wanaona kama hakuna jambo liloongea, lakini kuongea kwenye kibali, unaongea na watu wanasema hapana, kwa kuongea huku ufumbuzi unapatikana. Hebu tumsikilize, hebu tujaribu kufanya kama jinsi ambavyo huyu mama ameongea, huyu mwanamke mzee wa kanisa wa kike ameongea, kwa sababu umeongea jinsi ipasavyo kunena. Kunena jinsi ipasavyo kunena kunaleta nguvu ya ushawishi pia wa kusikilizwa, ili tuweze kuleta matokeo mazuri. Kwa hiyo Mungu alimtumia yule mwanamke Mshunemu na akaleta matokeo mazuri, na mtumishi wa Mungu akawa anakaa kwenye kile chumba. Lakini bado tunaendelea kujifunza kwa wanawake ambao Mungu aliwatumia kuleta ushawishi mzuri na ukaleta matokeo. Hapa tunakutana na mwanamke mwingine ambaye ni mtumishi wa Mungu Esther. Katika kitabu cha Esther sura ile ya 5, kitabu cha Esther sura ya 5,
tunakutana na Esther alipokuwa na jambo lake, ana jambo lake moyoni. Ana jambo lake moyoni. Esther sura ya 5 kuanzia mstari wa 1, Biblia inasema, ikawa siku ya 3 Esther alijivika mavazi yake ya kifalme, akasimama katika ua wa ndani wa nyumba ya kifalme kuelekea nyumba ya mfalme. Naye mfalme akaketi juu ya kiti chake cha enzi katika nyumba ya mfalme kuelekea mlango wa nyumba. Ikawa mfalme alipomwona Malkia Esther amesimama uani, yeye akapata kibali machoni pake. Naye mfalme akamnyoshea Esther fimbo ya dhahabu aliyokuwa nayo mkononi. Basi Esther akakaribia, akaigusa ncha ya fimbo. Mfalme akamwambia Malkia Esther, wataka nini? Nao ni haja gani ulio nayo? Utapewa hata nusu ya ufalme. Esther akasema, mfalme akiona vema na aje leo mfalme na Hamani kwenye karamu niliyomwandalia. Basi mfalme akasema, muhimize Hamani ili ifanyike kama Esther alivyosema. Tunamwona Esther alikuwa na jambo lake zito kwa habari ya taifa lake, jinsi ambavyo walikuwa wanakaribia kuuawa kupitia ule uchonganishi wa Hamani. Na isitoshe tu kwamba Esther ile jambo lilikuwa ni jambo gumu, lilikuwa ni jambo ambalo alikuwa anakabiliana nalo. Tunaona mjomba wake jinsi alivyomwambia kwamba usizani kwamba wewe ukiwa kwenye nyumba ya kifalme kwamba utasalimika, ili mradi wewe ni Myahudi. Kama tutaangamia Wayahudi tulioko nje, hata wewe Myahudi ulioko ndani utaangamia. Kwa usipochukua hatua, yani hata wewe utaangamia. Tunamwona jambo la kwanza, kabla ya yote, kwanza aliitisha maombi na wajakazi wake, aliitisha maombi kwa Wayahudi wote, ili ile nguvu ya ushawishi atakayoitumia iweze kuleta matokeo. Hakuenda kichwa, alimtanguliza Mungu, kwa sababu Mungu ni Mungu wa yote yasiyowezekana. Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Amesaliko neno gani gumu nisiloliweza? Kwa hakutanguliza akili zake. Biblia inasema katika kitabu cha Mithali, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitumainie akili zako mwenyewe. Pamoja na nguvu ya ushawishi ambao Mungu ameweka ndani yetu, lakini tunapaswa kumtegemea Mungu na kumtumaini. Kwa hiyo tunamwona Esther akawa na jambo lake. Sasa anahitaji kwenda kumweleza mfalme. Ni kweli yeye ni malkia, bado pamoja na umalikia wake, kwanza alijivika unyenyekevu. Anapokwenda kwa mfalme, anajiandaa kwenda kukutana na mfalme apeleke hitaji la moyo wake. Biblia inasema ikawa Esther siku ya 3 Esther alijivika mavazi yake ya kifalme. Kwanza hakuenda shagalabaga, alijua sasa hii ni dakika ya kwenda mbele ya mfalme. Kama naelekea mbele ya mfalme, lazima nikae vizuri ili nionekane kama kweli mimi ni malkia. Hakuenda ovyo ovyo. Alijivika mavazi ya kifalme yanayostahili kwenda mbele ya mfalme, ili hata mfalme akimuona asikie kumsikiliza, atamani kumuona Esther, atamani kusikia Esther ana ujumbe gani. Akajivika vizuri mavazi ya kifalme. Ameshamaliza mfungo wake wa siku 3. Yamkini katika ule mfungo alikuwa na galagala hapo, amevaa madela yake, amevaa makanzu yake, lakini sasa anaenda mbele ya mfalme. Ametoa mavazi yake yale ya maombi, ameweka pembeni, amejivika vizuri, amejivika mavazi ya kifalme, anaenda mbele ya mfalme. Anapoenda mbele ya mfalme, haendi shagalabagala, anajua mtoko wa kwenda nao mbele ya mfalme. Kwa hiyo tunamwona Esther anaenda mbele ya mfalme. Hata mfalme alipomuona tu, Biblia inasema akamnyoshea fimbo, akatamani amsikilize. Kwa jinsi tu ule muonekano wa Esther, ule muonekano alioenda nao, mfalme mwenyewe anatamani amsikilize, anatamani asikie kuna ujumbe gani. Anasema, una nini? Una shida gani? Hata nusu ya ufalme utapewa. Sema kitu unachohitaji Esther. Na Esther bado hakuwa na haraka, akaendelea kutumia ile nguvu ya ushawishi. Akasema, mfalme akiona vema na aje nyumbani usiku, aje pamoja na Hamani kwenye karamu ambayo nimemwandalia. Hakuleta hoja yake nzito kwamba bwana Hamani huyu anataka kutuangamiza.
anaendelea na ushawishi wake, anauvuta moyo wa mfalme, anauleta karibu moyo wa mfalme ili mfalme akutane na hitaji la moyo wake. Anasema mfalme akiona vema aje nyumbani kwangu kwenye karamu, tena asije peke yake, aje na Hamani. Tunaona mfalme asa, imizeni haraka huyo Hamani ajiandae, maana tunaenda kwenye karamu aliyoiandaa Esther. Esther ameandaa chakula kizuri. Kumbuka Hamani ni adui yake, lakini amemwandalia chakula. Wamekula siku ya kwanza, anasema Esther, unasemaje sana, kesho tena mfalme aje. Asimwache Hamani. Hamani kichwa kinavimba, anajua kabisa yeye ndio mpendwa, kumbe anaingia kwenye 18, anaenda kuangamizwa. Hata mara ya 3 aje tena, nakwambia Hamani kule nyumbani akawa anabaki anasimulia tu kwa mke wake. Anasema yani mimi katika watu wote mfalme ameniona mimi tu ndio ameniona niweze kwenda naye. Kumbe Esther anatumia nguvu ya ushawishi ili majibu ya maswali yake apate kupatikana. Mfalme ameshashiba chakula, tena Esther amepika chakula sio cha kawaida. Amepika chakula ambacho kinamfaa mfalme, kinafaa kwenye karamu. Kile chakula tu mfalme anasema hapana, lazima Esther atakuwa na jambo, na kama akileta jambo hapa lazima asikilizwe. Kwa chakula hiki tulichokula ndani ya siku 3, sisi ni kula tu siku 3, Hamani naye kichwa kinazidi kuvimba. Mimi ndio mwenye kibali kabisa. Mimi nakubalika mbele ya mfalme, nakubalika mbele ya malkia. Na anajua kabisa hata ule mchongo alioutengeneza wa kuangamiza Wayahudi utakamilika kabisa, kwa sababu mfalme anamsikiliza. Lakini Esther alikuwa anatumia nguvu ya ushawishi mwema ili mahitaji yake yaweze kukamilika. Ni mara ngapi tumekuwa na mahitaji, tumekuwa na mambo mazuri ambayo tunatamani tuyafikishe hata kwa waume zetu, na wakati mwingine tumekuwa tukilalamika, mimi mume wangu anisikilizi, namwambia hiki na mshauri hiki afanyi, na umemshauri kwa njia gani? Ni njia gani uliyoitumia ili uweze kufanya yule baba aweze kukusikiliza? Mwanaume huwa hakurupukaki. Mwanaume huwa hakurupuki. Mwanaume anatulia sana mpaka afanye maamuzi, awe na uhakika kwamba hiki kitu hakitakuwa na hasara kwangu. Kwa hiyo lazima iweko nguvu fulani ambayo kwanza atajua kabisa huu ushauri ni salama. Tunaona mwenzetu jinsi ambavyo alivyotulia, alivyojipanga kupeleka hitaji la moyo wake. Sawa, ni mfalme, labda sawa, wewe ni mke wa mchungaji, sawa, wewe ni mke wa bosi, sawa, lakini kumbuka yule ni mfalme katika nyumba. Biblia inasema yeye ni kichwa. Kwa hiyo unapopeleka mahitaji yako lazima uweze kutulia na uweze kutumia ile nguvu ya ushawishi mwema ili ashawishike kwanza hata kukusikiliza, ashawishike hata kukutazama. Umezungumzaje? Umesemaje? Umetumia lugha gani? Umeelezaje? Umetoa maelezo. Hayo maelezo unayoyaeleza yanajitosheleza? Wakati mwingine maelezo hayatoshei maelezo. Kwa mwanaume sawa, ngoja nitasikiliza, ngoja kwanza nitakujibu. Sawa, nitakujibu. Unashangaa kimya, lile jambo hata wala halifanyii matokeo tena, wala alifuatilii. Umetumia nguvu gani? Kumbuka Esther kwanza aliomba, na baada ya kuomba kwanza alitengeneza muonekano, na pia aliandaa chakula, aliweka vitu vingi ambavyo vilileta ushawishi hata mfalme akamsikiliza na ukaleta ukombozi. Matokeo yake Biblia inasema badala ya Wayahudi wauawe, yule mtesi wao ndio akauawa. Yule mtesi wao ndio akapata ile adhabu, ndio akachongewa mti, ndio akatungikwa kwenye ule mti. Lakini ni kwa nini? Ni kwa sababu ya mwanamke ambaye alitumia ushawishi mwema ili kuleta matokeo. Yako mambo mengi yanatuzunguka, si kama wanawake tunakabiliana mambo mengi, lakini Mungu ameweka silaha. Biblia inasema silaha za vita vyetu
zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Kwa hiyo huyu Mungu ameweka silaha. Ni kweli Biblia inasema mwanamke ni chombo dhaifu, lakini hicho chombo dhaifu kina silaha. Na silaha za vita vyetu sio za mwili, zina uwezo katika Mungu. Na tukizitumia vizuri hizo silaha ambazo zina uwezo katika Mungu, zinaleta matokeo. Mungu ni mwema, namshukuru Mungu sana kwa sababu nimeziona silaha ambazo Mungu ameziweka zinaleta matokeo. Ninaongea kitu ambacho nimekiona kimeleta matokeo hata kwangu. Kwa mwanamke, usijidharau. Ndani yako Mungu amewekeza vitu. Viko vitu ambavyo vimewekwa ndani yako, na ukivitumia vizuri vitaleta matokeo. Wakati mwingine unaishia tu kulalamika, unaishia tu kunungunika. Hebu utafuta Mungu ameweka nini ndani yangu. Hata yule mwanamke tunaona aliyekutana na Elisha aliambiwa una nini? Una kitu gani? Una kitu gani? Wewe mwanamke ujue ndani kuna kitu. Yaani Mungu hajakuacha hivi hivi. Ni vile tu hujatulia kujua Mungu ameweka kitu gani ndani yangu ambacho kupitia hiki kinaweza kuleta matokeo yaliyo mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaendelea kujifunza kwa wanawake wenzetu. Hapa tutamkuta mwanamke mwingine katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya 25. Samueli wa kwanza sura ya 25. Samueli wa kwanza sura ya 25 tunamkuta mwanamke mwenzetu ambaye anaitwa Abigaili. Abigaili naye tunamkuta alitumia nguvu ya ushawishi mwema kuleta matokeo mazuri ya ukombozi wa familia yake. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 25 mstari wa 23, Biblia inasema, ndipo Abigaili alipomwona Daudi alifanya haraka kushuka juu ya punda wake, akamwangukia Daudi kifurifuri, akainama hata nchi, akamwangukia miguuni pake, akasema, juu yangu bwana wangu, juu yangu mimi na uwe uovu huu. Bwana wangu, juu yangu mimi uwe uovu. Tafadhali mjakazi wako na anene masikioni mwako, nawe uyasikilize maneno ya mjakazi wako. Na kusihi bwana wangu, wewe usimwangalie huyu mtu asiyefaa, yani Nabali. Kwa maana kama lilivyo jina lake, ndivyo alivyo yeye. Jina lake ni Nabali na upumbavu anao. Lakini mimi mjakazi wako sikuwaona hao vijana wa bwana wangu aliyowatuma. Basi sasa bwana wangu, kama Bwana aishivyo, Bwana aishivyo nafsi yako kwa mkono amekuzuia, usimwage damu tena, usijilipize kisasi kwa mkono wako mwenyewe. Basi sasa adui zako na hao wamtakiao bwana wangu mabaya wawe kama Nabali. Na sasa zawadi hii mjakazi wako aliyoileta bwana wangu, na wapewe vijana wamfuatao bwana wangu, na kuomba ulisamehe kosa lake mjakazi wako. Bwana Yesu asifiwe. Tunamwona ndugu yetu Abigaili alikuwa anakabiliwa na jambo zito lililokuwa linaelekea kuleta maangamizo kwenye familia yake. Na jinsi ambavyo Daudi alikuwa ameghadhibika kwamba hataacha kichwa cha mtu, hataacha aliye mdogo hata mkubwa, ataangamiza wote. Hata kama aliyekosea ni Nabali, lakini maangamizo ni ya familia nzima. Na tunaona wale wa vijana wakamwendea Abigaili. Hawakuenda tena kwa Nabali, wakaenda kwa Abigaili ambaye ni mama. Wakamweleza kwamba mama, tunaenda kuangamia. Kwa nini? Kuna 1, 2, 3. Tunaona jinsi ambavyo Abigaili akaamua kutumia ushawishi mwema. Akauliza shida nini? Wakapia shida chakula mama. Daudi alikuwa anahitaji chakula kwa ajili ya vijana wake, lakini baba alikataa kumpa chakula. Alafu aliongea maneno yasiyofaa mbele yake Daudi. Ndio Daudi amekasirika. Abigaili akaona hitaji la chakula ni jambo ambalo liko ndani ya uwezo wake kama mwanamke. Biblia inasema akafanya haraka akajua hapa hili jambo
si jambo ambalo linahitaji kwenda kwa ulegelege. Ni jambo ambalo linahitaji kwenda kishujaa. Ni jambo ambalo inatakiwa nijivike kama mwanamke. Akaamka, akainuka, akafanya haraka, akaandaa chakula, akashirikiana na wajakazi wake, wakaandaa chakula kitamu, chakula kizuri, chakula chenye nguvu ya ushawishi. Unajua kuna chakula na kuna chakula tena. Kwa Abigaili akaandaa chakula, akafanya haraka, akaandaa chakula, akafunga safari kumwendea Daudi ili aweze kuleta suluhu mahali ambapo hapana suluhu. Kuleta ukombozi mahali ambapo hapana ukombozi. Alete msamaha mahali ambapo hapana msamaha. Tunaona alipomfikia Daudi, akafanya haraka, akashuka. Napenda sana haya maandiko. Mstari wa 26, ndipo Abigaili alipomwona Daudi, alifanya haraka kushuka juu ya punda wake, akamwangukia Daudi kifulifuli, akainama hata nchi. Unaona jinsi Abigaili alivyokuja. Kwanza amefanya haraka, alipomwona Daudi ameshuka haraka, alafu ameanguka hata nchi, ameanguka kifudifudi, kuonyesha ishara ya unyenyekevu. Na jinsi Abigaili alivyofanya, ule ushawishi ukawa unamvuta Daudi kwamba ni mwanamke wa aina gani. Hajazoea kuonaga wanawake wanyenyekevu wa design hiyo. Amezoea kuona wanawake ambao yana anaongea mbele ya mume wake, amesimama kama mlingoti. Sasa nashangaa huyu ni mwanamke wa tofauti. Mwanamke wa tofauti. Kwanza ameenda kwa haraka, alafu ameshuka, ameanguka kifudifudi, alafu anaongea kwa unyenyekevu. Anasema, tafadhali bwana wangu, naomba niongee. Bwana wangu aruhusu ninene mbele yake. Tafadhali bwana wangu, naomba niruhusu niongee. Daudi kadiri Abigaili alivyokuwa anaongea na jinsi alivyokuwa anafanya, ile ghadhabu ya Daudi ikawa inaendelea kushuka. Biblia inasema neno la upole ugeuza neno la upole ugeuza ghadhabu. Kwa Abigaili akawa anaongea kwa unyenyekevu. Sasa, tafadhali mjakazi wako sikuwaona hao bwana wangu, sikuwaona hao vijana wako, naomba Bwana usikilize maneno ya kinywa changu. Akaanza kuongea, akaanza kuomba msamaha, akaanza kuongea habari ya Nabali ambaye ni chukizo, ambaye amefanyika chukizo kwa Daudi. Hata Daudi anaenda kumwaga damu, anasema usiende kumwaga damu. Anasema nafsi yako itafungwa kama kifurushi kwa bwana wangu, utakuwa salama, usijilipize kisasi, acha Mungu akulipizie kisasi. Ghadhabu ya Daudi kaendelea kushuka kupitia ushawishi mwema uliokuwa umejaa ndani ya moyo wa Abigaili. Daudi yale maneno yakawa anamuingia, yale maneno yakawa analeta uponyaji, yakauponya moyo wa Daudi, moyo uliokuwa umejaa maangamizo, moyo uliokuwa umejaa machukizo, moyo uliokuwa umejaa kisasi, kupitia maneno ya Abigaili, maneno yenye busara, maneno yenye hekima, maneno ya unyenyekevu, yakamfanya Daudi amsikilize. Lakini kitu cha pili, wakati anaongea akawa anasikia harufu ya chakula kitamu, anasikia harufu ya chakula kilichopikwa na Abigaili, na anaangalia vijana wake wana njaa, chakula kinanukia. Akasema, pokea zawadi hii, vijana wako wale. Pale ghadhabu ya Daudi ikaisha kupitia ushawishi mwema wa mtumishi wa Mungu, mwanamke mwenzetu Abigaili. Wakati mwingine tumechochea ghadhabu baada ya kutuliza ghadhabu. Kumbe kupitia maneno ya vinywa vyetu, kupitia silaha ambazo Mungu ametupa, kupitia ujuzi ambao Mungu ametupa, tunaweza kuleta sawazisho mahali ambapo hapana sawazisho. Tunaweza kuleta suluhu mahali ambapo pamejaa faraka. Kazi yetu sio kuchochea faraka, ni kukomesha ili ufumbuzi uweze kupatikana. Wakati mwingine unaweza ukakuta kuna faraka labda kati yako au kati ya mume wako labda na ndugu zake.
Wewe usiwe chanzo cha kufanya ugomvi uendelee kupanda. Wewe uwe sababisho la kuleta ufumbuzi. Uwe sababisho la kuleta ufumbuzi. Yamkini wakati mwingine tumetembelewa labda na familia za waume zetu, tunaletaje ufumbuzi? Unaletaje ufumbuzi wewe kama mwanamke? Mara nyingi ninafuatilia, unaweza kukuta mtu labda ametoka kwa ndugu zake, au mama mkwe ametoka kwa mkamano wake, au ni mawifi wametoka kwa wifi yao. Ukiona wamerudi wanasema kaka yetu amepata mke. Ujue walikula vizuri. Wakienda wanasifia, ukiona mawifi wanamsifia wifi yao, ujue wakija pale wamekula. Kama vile ambavyo Abigaili hakukubali eti tatizo la chakula liwe sababisho la nyumba nzima kuangamia, chakula ambacho yeye mwenyewe ana uwezo wa kukipika, na akawapa wakala. Walipomaliza wameshashiba, ugomvi wote umefanya nini? Ugomvi umeisha kupitia chakula. Kwa mwanamke, kama shida ni chakula, pika chakula watu wale. Hata kama wamekuja hawatahamia hapo. Yamkini wamekuja siku 2-3. Jikaze, pika chakula watu wale. Usimletee sifa mbaya mume wako kwa sababu tu ya mambo ya nini? Ya chakula. Chakula ni kwa tumbo na tumbo ni kwa chakula. Mungu atavitowesha vyote. Pika chakula, wache wale, wakiondoka wanaenda na masifa huko, unabaki unaendelea na maisha yako. Kwa hiyo tunamwona Abigaili akapika chakula, kile chakula kilipoliwa, ugomvi ukawa umeisha pale. Nguvu ya ushawishi mwema ndani ya moyo wa Abigaili ikasambaratisha ugomvi uliokuwepo ndani yake. Tunaweza kujifunza katika kitabu cha Waamuzi, katika kitabu cha Waamuzi tunaweza kujifunza kwa habari ya Samsoni. Waamuzi sura ya 16. Samsoni alikuwa ni mnaziri wa Mungu. Samsoni sura ya 16, nisoma kuanzia mstari wa 4. Anasema ikawa baada hayo akampenda mwanamke mmoja katika bonde, jina lake aliitwa Delila. Mstari wa 15, mwanamke yule akamwambia, wawezaje kusema na kupenda na moyo wako haupo pamoja nani? Umeniziaki mara hizi 3, wala hukuniambia asili ya nguvu zako. Ikawa vile alivyomsumbua maneno yake kila siku na kumuuzi, roho yake ikadhikika hata kufa. Ndipo akamwambia yote aliyokuwa nayo moyoni mwake. Akamwambia, wembe haukupita kichwani pangu kamwe, maana mimi nimekuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni mwa mama yangu. Nikinyolewa ndipo nguvu zangu zitanitoka, nami nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wenzangu. Tunaona Wafilisti walikuwa wanamtafuta sana Samsoni mnadhiri wa Mungu ili wapate kujua asili ya nguvu zake. Walimtafuta na nguvu zao zote ili wapambane naye, lakini hawakuweza kujua. Waliweza kupambana na Samsoni. Wakajua ili tuweze kufanikiwa tutumie nguvu ya ushawishi wa mwanamke. Kwa wakatumia ushawishi ndani ya Delila. Tunamwona Delila jinsi ambavyo yamkini kalikuwa tu kama mwanamke kadogodogo, na Samsoni alikuwa pande la mtu ambaye aliweza kuleta uharibifu wa kila aina kupitia nguvu alizokuwa nazo. Lakini tunamwona Delila jinsi ambavyo alikuwa anamuongelesha Samsoni. Anamwambia Samsoni, wawezaje kusema na kupenda na wakati ambapo hujaniambia asili za nguvu zako? Samsoni alikuwa anapambana ili asimwambie ukweli Delila, anapambana ili afiche ile siri ya nguvu zake. Apambane afiche siri ya nguvu zake. Lakini tunaona Delila anaendelea kumsumbua, anaendelea kumshawishi, anatumia sauti yake, anatumia ubembelezi, anahangaika huku na huku ili aweze kujua siri ya nguvu iliyokuwemo ndani ya Samsoni. Ukweli ule ushawishi wa Delila ulikuwa ni mbaya.
ulikuwa ni mbaya, lakini tunaona jinsi alivyoutumia, hata mpaka Samsoni mwisho wa siku akajikuta amesema siri ambayo ilikuwemo ndani yake. Biblia inasema kwa jinsi alivyokuwa anadhikika, anajitahidi aficha, anajitahidi asiseme, anamwambia wakinifunga kamba, anajua labda kwa sababu huyu mwanamke labda tunapendana, hawezi kutenda kuambia maadui waje wakate hizi kamba. Delila anaenda anawaambia, hebu mfungeni kamba, fanyeni hivi. Lakini Delila anazidi kumchimba Samsoni mpaka Samsoni anakuja kusema asili ya nguvu zake kupitia ushawishi uliokuwemo ndani ya mwanamke Delila. Tunajifunza nini katika hili, katika huu ushawishi? Wale Wafilisti waliamua kutumia nguvu ya ushawishi wa mwanamke Delila ili ambembeleze Samsoni atoe siri ya nguvu zake. Hatimaye Samsoni akasahau ahadi za Mungu kwa ajili ya mwanamke Delila. Huo ni ushawishi mbaya, lakini tunaweza kujifunza kama Delila alimshawishi Samsoni kumwacha Mungu. Kama Delila alijifunza kumshawishi Samsoni amwache Mungu, jambo ambalo lilikuwa ni baya na la kusikitisha sana. Aliweza kutumia ushawishi ule mpaka Samsoni akasahau kwamba yeye ni mnaziri wa Mungu. Akasahau kwamba alipewa hiyo siri, hiyo asili ya nguvu zake alipewa na Mungu. Tunajifunza nini? Kama ile nguvu inaweza kutumika ndani ya Delila, tunaweza kuitumia hiyo nguvu ndani yetu kuwashawishi watu, kuwaleta watu kwa Yesu, kuwashawishi watu waweze kumjua huyu Yesu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Huyu Yesu ambaye ametenda mambo makubwa katika maisha yetu. Huyu ambaye ametenda makubwa katika familia zetu. Tunaweza tukatumia hiyo nguvu ya ushawishi. Kama shetani anaweza kutumia watu kushawishi watu watoke kanisani, wamwache Mungu, waache ibada, waache maombi. Wewe mwanamke, tumia hiyo nguvu iliyoko ndani yako kumshauri hata yule mama asiyopenda maombi, asiyopenda ibada. Mshawishi. Wakati mwingine unakuta mama hasa, mimi siwezi kuja ibada, siwezi kuja kwenye idara ya wanawake, nina kazi nyingi. Kama una nguvu ya ushawishi, wewe ni kiongozi, mwambie nitakupitia. Mimi hivi vyombo vinanisumbua, mwambie tutasaidiana kuosha. Ngoja tuoshe haraka. Tuoshe haraka tumalize. Ataona aibu kwa sababu umemsaidia kuosha vyombo. Unatumia nguvu ya ushawishi. Tuna mama hawapendi kuja ibada, hawapendi. Umetumia nguvu gani ya kuwashawishi washawishike waje? Mama hawapendi kutoa, umetumia nguvu ya ushawishi gani? Washawishi waelewe faida watakayopata. Waambie jinsi wewe mwenyewe ulivyopata faida, jinsi ambavyo ulikuwa vile, lakini ulipoamua kuachana na zile tabia, Mungu akakusaidia ukapata faida. Biblia inasema Mungu ni Mungu anayetufundisha ili tupate faida. Ziko faida nyingi wanawake ambazo tunaweza tukawashirikisha wenzetu kwa ushawishi. Hata yule mama ambaye anajiona mimi siwezi kabisa, sina hili naloliweza, lakini kupitia nguvu ya ushawishi mwema unaweza ukawashawishi wanawake wakaweza. Hata mimi binafsi namshukuru Mungu kwa sababu kuna mambo nilikuwa najiona siwezi kabisa, lakini namshukuru Mungu kupitia nguvu ya ushawishi mwema iliyokuwa ndani ya viongozi wangu ambao walinifundisha na kunielekeza, nikasikiliza, nikashawishika, nikaamua kutumia hiyo nguvu. Leo ninaona matokeo, ninakula matunda ya matokeo ya ushawishi wao. Ninakula matunda ya ushawishi wa matokeo yao. Kwa ndani yako mwanamke iko nguvu nzuri. Kama Delila alimshawishi Samsoni, we Samsoni. Niambie basi Samsoni. Mkasa mimi wangu jamani, yani ameshindikana. Nasema ndani ya mwanamke iko nguvu. Iko nguvu Mungu amewekeza. Ni vile tu haujajua jinsi gani unaweza kuitumia hiyo nguvu. Lakini Mungu wa mbinguni akusaidie, akuwezeshe kuweza kujua hiyo nguvu ya ushawishi ambayo iko ndani yako. Ushawishi mzuri, ushawishi wa baraka,
ushawishi wa kukufanya uweze kufikia kwenye hatima yako njema. Wakati mwingine unaweza kukutana hata na watoto wengine hawapendi kusoma, lakini kupitia nguvu ya ushawishi mwema, watoto wengine labda wamekimbia nyumbani, kupitia nguvu ya ushawishi mwema ukawaleta, ukawakumbatia, ukawaeleza faida, ukatumia ushawishi mzuri, sauti nzuri ya kike ambayo Mungu ameweka ndani yako, ukatumia upendo mzuri ambao Mungu ameweka ndani yako, ule ukafanya yule mtoto hata alikuwa hapendi kabisa hata kwenda shule, ukajikuta yule mtoto anaenda shule. Kwa nini? Wakati mwingine baada ya tumia nguvu ya ushawishi. Wakati mwingine tumetumia nguvu ambazo zimesababisha hata watoto wakakimbia, wakaenda mbali na sisi. Lakini nguvu ya ushawishi mwema inaweza ikawavuta hata wale waliokuwa wamekimbia labda nyumbani, wakatamani kurudi, wakatamani kukaa na wewe, wakatamani kufanya yale mambo ambayo walikuwa hawezi kuyafanya. Mungu achilie nguvu ya ushawishi wa baraka katika maisha yetu. Kwa sababu hiyo nguvu ya ushawishi isipotumika vizuri, inatumika vibaya. Kwa mfano tukisoma maandiko katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5, tunakutana pale na mwanamke mwenzetu Safira, jinsi ambavyo alishindwa kutumia ushawishi mzuri kwa mume wake mpaka wakajikuta wamekufa. Kumbe pale Safira tu angemwambia mume wake, tufanye tu vizuri. Tufanye vizuri kwa ajili ya Mungu. Mbona tukitenda vizuri tutapata kibali mbele za Mungu? Lakini akajikuta na yeye ameingia kwenye mkumbo. Kumbe ndani yake angeweza kutumia nguvu ya ushawishi mwema kwamba hapana, mume wangu, tusifanye hivi. Mbona hili jambo ni baya? Mbona hili jambo sio? Mbona hili jambo halimpendezi Mungu? Mbona hili jambo litatuletea madhara, litatuletea laana? Tusifanye hivi. Na kumbe Mungu akatumia ule ushawishi wako kufungua macho hata ya mume wako kwamba kumbe acha basi, kwa kuwa mke wangu amesema, basi ngoja nifanye vizuri. Kumbe wakati mwingine waume zetu wanaweza usifanye vizuri kwa sababu sisi hatujatumia vizuri hiyo nguvu ambayo iko ndani yetu. Hebu Mungu atusaidie tuweze kuitumia vizuri. Tupate matokeo mazuri. Tukiitumia vizuri italeta matokeo ndani ya kanisa, italeta matokeo hata ndani ya jamii inayotuzunguka. Italeta matokeo hata kwa ndugu zetu, italeta matokeo hata kwa watoto wetu, italeta matokeo hata kwa watumishi wa Mungu, wachungaji wetu, italeta matokeo. Kama vile yule mwanamke Mshunemu ilivyoleta matokeo. Na hivyo ndani yako inaweza kuleta matokeo hata mahali ambapo sawa, kwa kweli sisi hapa hali imeshindikana. Mimi nakwambia inawezekana. Biblia sasa, walipo 2 watatu wakikusanyika, wakiomba, wakapatana jambo lolote, watafanyiwa na Bwana. Mungu anaweza kufanya mambo makubwa, ya ajabu. Yale ambayo yameshindikana, yale ambayo tunaona hayawezekani, anaweza kutenda zaidi ya matarajio. Anaweza kutenda zaidi ya tunavyoomba. Lakini ni kupitia ile nguvu ambayo Mungu ameweka ndani yetu. Mungu ameweka kitu. Mungu ndio maana ameumba jambo jipya. Mwanamke atamlinda mume wake kwa sababu ndani yako matokeo mazuri, ndani ya nguvu ya ushawishi. Kwa Mungu akusaidie mwanamke, akupe uwezekano wa kuwa na ushawishi mzuri wenye kuleta matokeo. Mungu abariki kupitia somo hili ambalo tumekuwa nalo, na kwenda kuomba Mungu. Mungu Baba mtakatifu, na kushukuru kwa ajili ya somo hili, ukamsaidia kila mwanamke aliyelitazama na kulisikia akaweza kuitumia hiyo nguvu vizuri na ikaweza kuleta matokeo mazuri. Katika jina lako Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. Mungu abariki. Napenda kutoa namba zangu. Namba zangu ni 0655876637. Barikiwe na Bwana, na Mungu aendelee kukupa matokeo mazuri, na endelea kufuatilia vipindi vyetu vya wanawake katika TV yetu nzuri ya Sebuka TV. Barikiwe na Yesu. Amen.
AGT. Sibuka TV.